Hija ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati ni wakati mwafaka kuletea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ambapo moja kwa moja tunaenda kwenye chumba chetu cha habari. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Afrika leo jioni tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na uchunguzi wa mwili waonyesha mwanablogi aliyefia rumande Kenya hakujiua. Jeshi la wanamaji la Israeli la shambulia mji wa bandari wa Hodeida unaodhibitiwa na Waudhi. Spika wa bunge la Uganda muita Museveni Mungu na muonzi mwana Mungu. Shambulio la leo ni mojawapo yaliyoipata Kiev, asema Zelensky. Watu kadhaa wauawa kwa kupigwa risasi shuleni kule Australia. Wafanyakazi 4 hawajulikani walipo baada ya meli kushika moto. Mwanamke atozwa faini kwa kumvua suruali mwenzake wa kiume. Na wanajeshi wengine 2,000 waelekezwa kule Los Angeles, California. Naam, ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Kwa moyo mkunjufu na mikono miwili, karibu kwenye matangazo yetu ya Afrika leo jioni, ambayo ni ya moja kwa moja kutoka idhaa hii. Jina langu ni Kantona Joseph. Uchunguzi wa mwili uliofanywa dhidi ya mwili wa mwanablogi wa Kenya Albert Ojwang aliyefariki akiwa kizuizini katika kituo kikuu cha polisi umebaini kuwa alivamiwa na kupata majeraha mengi mwilini. Baada ya kukamilisha uchunguzi wa mwili wake Jumanne, mchunguzi mkuu mwili wa serikali Bernard Media amefichua kuwa Ojwang hakujigonga ukutani kama ilivyoripotiwa awali katika ripoti ya polisi. Media amesema kwamba katika tukio la mtu kujinyonga kwenye ukuta, damu ya mbele juu ya kichwa ingeonekana. Mchunguzi huyo amesema mwili huo, ambaye aliendesha mchakato huo pamoja na mwakilishi wa familia hiyo Mtuma Zambezi, alipozilia mbali uwezekano wa Ojwang kujijeruhi. Kifo cha Ojwang kilichotokea ndani ya kizuizi katika kituo cha polisi jiji kuu la Nairobi kimesababisha ghadhabu miongoni mwa Wakenya wengi, huku wakitaka wahusika wa kifo chake wachukuliwe hatua za kisheria. Mamia waandamanaji wakiwemo wanaharakati nchini Kenya wameandamana kudai haki itendeke. Meli za jeshi la wanamaji la Israeli zimeshambulia maeneo ya bandari ya Hodeida nchini Yemen inayodhibitiwa na Wahudhi. Jeshi la Israeli limesema katika taarifa kwamba mashambulio hayo yaliyofanywa kujibu makombora ya Wahudhi yaliyolenga Israel na yalilenga kusitisha matumizi
ya bandari hiyo kwa malengo ya kijeshi. Hakukuwa na ripoti za mara moja za majeruhi. Picha zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha moshi mweusi ukipanda kutoka bandarini, huku televisheni ya Al-Masira inayoongozwa na Wahudhi ikiripoti mashambulio mawili tofauti. Waasi wa Wahudhi wamekuwa wakirusha makombora mara kwa mara huko Israeli wakishirikiana na Wapalestina huko Gaza. Siku ya Alhamisi, kombora la Wahudhi liliangusha juu ya Jerusalem, huku mwezi uliopita moja uliopiga uwanja wa ndege mkuu wa Israel. Mashambulio hayo ya Yudaida, ambayo kwa njia isiyo ya kawaida itekelezwa na meli ya kijeshi ya wanamaji bandari badala ya ndege, iliyofanywa alfajiri ya Jumanne asubuhi. Jeshi la ulinzi la Israeli IDF awali lilitoa onyo la kuhama kwa wale wote waliokuwepo katika bandari ya Hudadia pamoja na bandari nyingine zinazodhibitiwa na Wahudhi za Ras Isa na Salif. Watu mbalimbali katika mitandao ya kijamii wametoa ujumbe wa kumlaani spika wa bunge la Uganda baada ya kusema kuwa Rais Yoweri Museveni ni Mungu na kumwita mwanaye mwana wa Mungu. Siku ya Jumapili, Anita Among alikuwa akiwafanyia kampeni wa bunge wa chama tawala cha RM katika uchaguzi mkuu wa urais wa wabunge unaopangwa kufanyika Januari mosi mwaka ujao. Hivi majuzi Anita alitangaza kuwa anataka kubaki katika nafasi yake ya muhula mwingine kuanzia mwaka wa 26 ambao amesema utakuwa ni wa mwisho katika nafasi hiyo ambayo ameshikilia tangu mwaka 2022. Akiwa kaianza kilomita 50 kusini mwa mji wa Masaka, Anita Among alipiga magoti na kuwaomba watu wa eneo hilo kuwapigia kura wabunge wa chama cha NRM aliowateua, akisema anapiga magoti, anamunga mkono Rais Museveni na mgombea wa RRM, kisha akasimama. Gazeti la Daily Monitor la Uganda limeripoti kuwa kumtaja Rais Museveni kuwa Mungu kumekasirisha baadhi ya viongozi wa kidini wanaosema ni kufuru. Gazeti la Daily Monitor limeripoti kwamba bunge la Uganda limejibu kwa kusema kwamba matamshi ya Anita yalikuwa mfano tu kwa madhumuni ya maelezo. Mashambulizi ya Urusi ni makubwa zaidi kuliko majaribio ya Marekani na wengine kuilazimisha Urusi kurejesha amani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliyaita mashambulio ya usiku dhidi ya Kyiv kupigwa na mojawapo ya mashambulio makubwa zaidi katika siku za hivi karibuni. Usiku wa Juni 10, wanajeshi wa Urusi walishambulia Ukraine kwa makombora 7 na droni 315. Kulingana na jeshi la anga la Ukraine, ndege zilizo na rubani 284 hazikutekelezwa. Ulinzi wa anga ulipunguza athari ya mashambulio ya ndege zilizo na rubani 284 ya adui. 220 zilipigwa kwa risasi na silaha za moto pamoja na 64 zilipotea. Kulingana na mkuu wa utawala wa kijeshi wa jiji la Kyiv, Timur Chakencho, kazi ya vikosi vya ulinzi vya anga iliwezesha kupunguza hasara kwa kiwango cha chini. Kutokana na shambulio hilo huko Odessa, watu 2 waliuawa na zaidi ya 13 wakijeruhiwa. Majengo ya makazi, jengo la hospitali la uzazi, kituo cha ambulensi, kliniki ya matibabu ya kibinafsi, uwanja wa michezo, mbuga ya wanyama na jengo la kituo cha reli viliharibiwa. Huko Kyiv, watu 4 wamejeruhiwa. Majengo ya makazi, kituo cha biashara, magala na reli pia viliharibiwa. Zelensky alitoa wito kwa washirika kufanya kazi pamoja ili kujibu uchokozi wa Urusi. Wizara ya mambo ya ndani ya Australia inasema watu kadhaa wameuawa kwa kupigwa risasi katika shule ya upili ya Christchurch Zengase, kulingana na shirika la utangazaji la umma ORF. Tayari wanajua kwamba wanafunzi na walimu ni miongoni mwa waliopoteza maisha na kwamba mhalifu anaaminika kujipiga risasi kwenye choo cha shule hiyo. Kwa mujibu wa jarida la Kronen Zeitung, watu 8 wameuawa katika shambulio hilo, ingawa maelezo hayajathibitishwa rasmi.
Walinzi wa pwani ya India wanaendelea na juhudi za kuzima moto kwenye meli za mizigo iliyokuwa na bendera ya Singapore katika bahari ya Arabia karibu na pwani ya jimbo la kusini la Kerala. MV One 503 ilikuwa ikielekea Mumbai nchini India kutoka Colombo nchini Sri Lanka. Imeripotiwa kwamba imelipuka upande na ndani na container siku ya Jumatatu na kusababisha moto mkubwa. Wafanyakazi 18 wameokolewa huku 4 wakiwa bado hawajulikani walipo. Singapore imetuma timu kusaidia katika juhudi za uokoaji. Kituo cha kitaifa cha India cha huduma za taarifa za baharini INCOIS kimetoa tahadhari kwa pwani ya Kerala kutokana na uwezekano wa kumwagika kwa mafuta na uchafu kutoka kwenye meli hiyo. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi la watu ameonya kuhusu kushuka kwa viwango vya watoto wanaozaliwa duniani, akisema kwamba ulimwengu unashuhudia kuporomoka kwa idadi ya watu. Ripoti mpya ya UNFPA inasema watu wengi wanataka watoto wawili lakini mamilioni ya watu duniani hawawezi kufikia matamanio yao ya kufanya hivyo. Uchunguzi uliohusisha watu 14,000 kutoka mataifa 14 ulioonyesha kuwa matatizo ya kifedha na kukosa mwenza anayefaa kuwa sababu kuu ya watu kusita kupata watoto. Mtu mmoja kati ya 5 waliohojiwa wamesema bado hawajapata au hawatarajii kupata idadi ya watoto wanaotaka. Nchi zinazohusishwa katika utafiti huo ni Korea Kusini, Thailand, Italia, Hungary, Ujerumani, Sweden, Brazil, Mexico, Marekani, India, Indonesia, Morocco, Afrika Kusini na Nigeria, ambazo zote kwa ujumla zina theluthi moja ya idadi ya watu duniani. Waliohojiwa ni kutoka matabaka mbalimbali, wakiwemo vijana walio katika umri wa kuweza kuzaa au kuzalisha na waliopita umri wa kufanya hivyo. Mkuu wa UNFPA Daktari Natalia Kanem amesema ulimwengu hivi sasa unashuhudia kushuka kwa viwango vya kuzaliana na kiwango ambacho hakitatarajiwa kutokana na watu wengi kuhisi hawana uwezo wa kuanzisha familia wanazozitaka, na kulitaja hilo kuwa tatizo linalotoa picha halisi ya mfumo wa familia duniani. Daktari Kanem ameongeza kusema alishangazwa na idadi waliohojiwa ambao wamesema wana watoto wachache kinyume na mapenzi yao. Katika mataifa 14 ambapo utafiti huu ulifanywa, 39% ya watu wamesema ukosefu wa fedha au kuwa na uwezo mdogo kifedha ndicho kishawishi cha wao kutopata watoto. Korea Kusini imeandikisha idadi kubwa zaidi wanaosita kupata watoto kwa 58%, na Sweden ikiwa na kiwango kidogo cha wanaohisi fedha ni tatizo, ikiwa ni 19% tu wanaohisi hivyo. Profesa Gentel Batten wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Hong Kong anasema kwa muda mrefu shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu duniani liliangazia pakubwa kuhusu wanawake walio na watoto wengi kuliko wanavyohitaji na mzigo mkubwa wa kushughulikia watoto wengi waliozaliwa bila ya kuwepo kwa njia ya mpango wa uzazi. Licha hayo, UNFPA imetahadharisha kuhusu namna ya kushughulikia uchunguzi huu wa hivi punde na wa watu kuzaa watoto wachache au kutopata watoto kabisa. Dr. Kanem wa UNFPA amesema miaka 40 iliyopita Uchina, Korea, Japan, Thailand na Uturuki zilikuwa na wasiwasi kuwa idadi ya watu wake iko juu mno, lakini kuanzia mwaka wa 2015 mataifa hayo yanaelekeza juhudi kutaka kuongeza idadi ya watu wake kwa kuhimiza watu kuzaa. Mbali na gharama ya kulea na kutunza watoto, kutopata mwenza anayestahili kuzaa naye, UNFPA pia imegundua kuwa kikwazo kingine cha kutokuwa na muda wa kuzaa na kulea. Mwanamume mmoja huko Texas ameshtakiwa kwa mauaji baada ya kudaiwa kuingiza dawa za kutoa mimba kwenye kinywaji cha mpenzi wake mjamzito. Justin Anthony Banta
alikamatwa siku ya Ijumaa baada ya uchunguzi wa miezi kadhaa kuhusu tuhuma za mpenzi wake wa zamani kwamba alimpa tembe ya Plain C inajulikana kama dawa ya kutoa mimba bila yeye kujua, kulingana na polisi katika jimbo la Marekani. Mpenzi wa zamani wa bwana Banta amesema alipofichua ujauzito wake mwaka jana alijitolea kulipia gharama ya kuavya mimba, lakini alionyesha nia ya kulea mtoto wake. Polisi wamesema baada ya kukutana na bwana Banta katika mgahawa mmoja, alipata damu nyingi na kupelekwa katika chumba cha huduma dharura, lakini alipoteza mtoto wake siku chache baadaye. Polisi wamesema mpenzi wa zamani wa bwana Banta alikuwa na ujauzito wa takribani wiki 6 alipoenda katika kumwona daktari ambaye alimwambia kwamba mtoto alikuwa mwenye afya njema na mapigo ya moyo yalikuwa stahiki. Mahakama ya Korea Kusini imemtoza faini mwanamume mmoja kwa kosa la utovu wa nidhamu baada ya kumvua suruali mwenzake wa kiume, na kwa bahati mbaya pia nguo yake ya ndani ikavuka mbele ya wenzao, vyombo vya habari vya ndani vimeripoti. Mbali na faini ya milioni 2.8 alizotozwa, mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 50 pia ameamriwa kufanya mafunzo ya elimu ya kuzuia unyanyasaji wa kingono ya saa 8. Kisa hicho kimeripotiwa kutokea Oktoba mwaka jana katika mgahawa mmoja jimbo la Gangwon kaskazini mashariki. Uamuzi wa mahakama wa wilaya ya Shancheon usiku ya Jumamosi ulikataa madai ya mwanamke huyo kwamba alikusudia kufanya mzaha kwa mwenzake ambaye yu katika umri wa miaka 20. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Tunakuomba mpenzi msikilizaji, simama na kituo hiki katika hatua yake ya uratibu, ambapo anahitaji kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri itakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800, au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa, ambapo namna hiyo iwapo unaungana nasi kwa wakati huu, basi ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii, habari kuu. Maafisa wa Marekani na Uchina wajiandaa kukutana kwa siku ya pili leo Jumanne kwa mazungumzo ya kibiashara mjini London nchini Uingereza. Mazungumzo hayo yanalenga kutafuta makubaliano kuhusu suala tete la ushuru chini ya kiwingo cha mvutano uliozidishwa na ongezeko la masharti ya usafirishaji bidhaa. Mtu mwenye silaha ameuawa, takribani watu 10, wengi wao wanafunzi, katika shule moja ya sekondari katika mji wa Grays kusini mwa Australia mapema hii leo, katika shambulio baya zaidi la shule kuwahi kutokea katika historia ya nchi hiyo. Madaktari wa chunguzi wa maiti nchini Kenya wamethibitisha kuwa Albert Ojwang mwenye umri wa miaka 31 alifariki kutokana na majeraha ya kichwa yaliyosababishwa na kupigwa akiwa chini ya ulinzi wa polisi, kinyume na madai ya awali ya polisi kwamba alijigonga kichwa ukutani akiwa korokoroni. Ojwang alikamatwa baada ya kuchapisha ujumbe wa kumkosoa naibu mkuu wa polisi Eliud Kipkoech Lagat katika mitandao ya kijamii. Daktari aliongoza shughuli hiyo, Daktari Geoffrey Mutuma, amesema majeraha aliyopata yalitokana na nguvu kubwa. Kifo chake kimezua maandamano na hasira kutokana na wananchi waliokusanyika katika chumba cha kuhifadhia maiti kwenye taifa la Kenya. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas amesema kundi la wanamgambo la Hamas linapaswa kuweka chini silaha na kwamba haliwezi tena kutawala ukanda wa Gaza. Jeshi la Sudan Kusini limesema litaanzisha zoezi la kukusanya silaha kutoka kwa vijana watakaokuwa tayari kusalimisha silaha hizo kwa hiari katika maeneo ambayo yako chini ya sheria ya hali ya dharura. Kulingana na jeshi, baada ya zoezi hilo, utafutaji na mchakato wa kuwapokonya watu silaha kwa lazima utakaofanywa na kikosi maalum katika kaunti ya Warab na Mayom, ambako wiki iliyopita Rais Salva Kiir
alitangaza hali ya dharura kufuatia hofu ya usalama kwa kipindi cha miezi 6. Msemaji wa jeshi la ulinzi la Sudan Kusini Louis Ruan Akwang amewaambia waandishi wa habari kwamba tayari kikosi cha kusimamia zoezi la ukusanyaji silaha kimepelekwa kwenye maeneo husika. Tukirejelea taarifa ya kule Uganda kwamba spika wa bunge la Uganda Anita Among amekosolewa vikali na watumiaji wa mitandao ya kijamii kufuatia matamshi yake ya kumlinganisha Rais Yoweri Museveni na Mungu pamoja na kumrejelea mwana wa rais huyo kama mwana wa Mungu. Kauli hizo alizotoa akiwa kwenye kampeni ya kuhamasisha uungwaji mkono wa wagombea wa chama cha NRM katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao unaoandaliwa kufanyika Januari mosi. Wakati wa kampeni hizo zilizofanyika Kayanza, kusini mwa mji wa Masaka, Spika Among alionekana akionyesha ishara ya kunyenyekevu mbele ya umma huku akihimiza kura kwa wagombea wa chama hicho. Hivi karibuni alitangaza nia kutaka kuendelea na wadhifa huo kwa mula mwingine kuanzia mwaka 26 hadi 31, akisisitiza kuwa huo utakuwa wa mwisho kwake kushikilia nafasi hiyo. Nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, idara inayochunguza kudhibiti vyombo vya habari nchini humo CSAC imeondoa marufuku ya serikali kuhusu kutangazwa kwa taarifa inazochapishwa ya chama tawala ama chama cha PPRD na kiongozi wa zamani Joseph Kabila. Kabila anashutumiwa na serikali ya DRC kwa kushirikiana na waasi wa M23 baada ya kuwasili jijini Goma hivi karibuni na kuanza kukutana na makundi mbalimbali ya watu. Hasege Njibu, naibu afisa mawasiliano ya CSAC, katika mazungumzo na waandishi wa habari nchini Kinshasa, ameelezea sababu ya serikali kubadilisha uamuzi huo. Demokrasia ya Kongo, idara inayochunguza na kudhibiti vyombo vya habari katika nchi hiyo CSAC imeondoa marufuku ya serikali kuhusu kutangazwa kwa taarifa za kilichokuwa chama tawala PPRD na kiongozi wa zamani Joseph Kabila. Kabila anashutumiwa na serikali ya DRC kwa kushirikiana na waasi wa M23 baada ya kuwasili katika jiji la Goma hivi karibuni na hivyo kuanza kukutana na makundi mbalimbali ya watu. Serge Njibu ni naibu afisa mawasiliano wa CSAC. Katika mazungumzo na mwandishi wetu wa Kinshasa Pascal Mulegwa, ameeleza sababu ya serikali kubadilisha uamuzi wake. Hatua ya marufuku iliyokuwa imetolewa iliwasilishwa kwenye kikao cha mashauriano ili kubaliwe ama ikataliwe, kwamba kuwe kumepunguzwa au kuongezwa kwa hatua nyingine. Lakini kikao cha jana kiliamua kuja na mapendekezo mapya ambayo yataruhusu vyombo vya habari kujiepusha kutangaza habari ambazo zinawakatisha tamaa wanajeshi wa DRC. Vyombo vya habari sasa vinaweza kutangaza shughuli zote za rais wa zamani Joseph Kabila na chama chake muda wowote, ili mradi tu lisikwende kinyume na sheria wala kuvuruga utulivu wa umma. Sauti yake Serge Njibu, naibu afisa wa mawasiliano wa CSAC, alipohojiwa na mwandishi wetu wa Kinshasa Pascal Mulegwa. Haya, mambo ni kama hayo popote pale ulipo, ambapo namna hiyo kwenye hatua hii basi inabidi moja kwa moja tusome maoni yako, alafu baadaye niende mapumzikoni upokee makala ya siku ya leo.
Hapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Uingereza kuwekea vikwazo mawaziri wawili wa Israel. Chama cha Chadema kimezuiwa kuendesha shughuli zake kwa muda na mahakama kuu ya Tanzania. Rais wa Marekani Donald Trump apeleka wanajeshi zaidi Los Angeles, California, huku maandamano yakiingia siku ya 4. Urusi yafanya shambulio jipya la droni katika mji mkuu wa Ukraine Kiev pamoja na bandari ya Odessa na kusababisha maafa. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ambapo ni Afrika leo jioni. Chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema kimezuiwa kuendesha shughuli zake kwa muda na mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam hadi pale kesi ya msingi kuhusu mgawanyiko wa rasilimali ya chama hicho itakaposikilizwa. Mbali na hilo, mahakama pia imeamuru mali zote za Chadema kutotumika hadi pale kesi hiyo itakaposikilizwa. Kesi hiyo iliyofunguliwa na Said Isa Mohamed, aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho Zanzibar, na wenzake, inatarajiwa kusikilizwa Juni 24 mwaka huu. Moja kwa moja tunapokea maoni yako, ambapo naanza na hili la mahakama Tanzania itaka Chadema kusimamisha shughuli zake kwa muda. Longo Tuti Tajiri na tenda haki hii. Neno la no reforms no election lina maana sana kwa Watanganyika wapenda maendeleo, ambapo namna hii anasema kwenye maoni yake Longo Tuti Tajiri. Rafael Galanda pale hivyo Ndunguti pale hivyo Mkalama Singida. Asante Radio Fortune Africa kwa habari zenyu za utendeti. Afrika leo jioni, na nipata mbashara nikiwa maeneo haya ya Singida hapa kwa Wanyiramba. Unane na kupata vizuri. Asante sana na karibu Rafael Ngalanda. Medad pale hivi Lugayila pale hivi pale mechi kali zinazochezwa. Muda mmoja tunashindwa hata kufuatilia ipi tu utazame na ipi tuache. Zungumzia hayo bwana. Napenda sana kandanda. Chadema ipo mioyoni mwa watu, labda wasimamishe na mioyo ya watu. Ntilo Jacob anazungumza la hilo. Nebio the pale hivi mpe ya Yena pale hivi. Hii episode ya ngapi nimesahau. Anazungumza hivyo huyu. Anaitwa Nabio pale mpe ya mpe paya Yena. Ruben Nathan pale hivi King, lengo la kudidimiza tu. Maoni yake huyu. Chacha Heche anasema kuna mambo ukiyasikiliza kwa umakini unagundua nchi hii kwa sasa ni mateka wa kikundi kidogo sana. Maoni yake Chacha Heche. Babu Makundi anasema uwezi kuzuia mafuriko kwa mkondo kamwe, na uwezi kuziba tundu la panya kwa mkate. Mbwa akikaribia kufa anapoteza uwezo wa kunusa. Maoni yake Babu Makundi anazungumza kwa mafumbo hapo. Wanaofahamu fasihi washamngamua. Isaiah Sambo mpenda amani Tanzania, ni swala la wahusika kuheshimu maamuzi
hayo ya mahakama kwa muda ili kesi ya msingi isikilizwe, ikiwezekana kwa hati ya dharura na maamuzi kutolewa ili haki ipatikane kwa pande zote mbili. Msichaki Palivi Mahiri: wapinzani wa Chadema ni dhaifu sana, hawana cha kuwaeleza wananchi ili wawape ridhaa ya kutawala. Wanarukia kila unyasi ili kujishika wasiteleze, lakini maamuzi yapo katika mioyo ya watu na mbinguni. Mabadiliko yanakuja ambapo hakuna kinachozuia sasa. Zanzibar walikwisha amua hatima yao, wanao nchi yao. Sasa ni zamu ya Tanganyika, mali ya kila awaye yote. Ndio hali ambayo wanaozungumzia kuhusu swala lile la mahakama. Tanzania itaka Chadema kusimamisha shughuli zake kwa muda. Kwingineko ni kwamba Sebastian Kasongo anasema toka DRC Kivu Kusini, jiji la Uvira pale viatua hiyo ambayo nazungumzia masuala kwamba nchi ya Kenya, mjadala mkali unaendelea baada ya bwana blogi Elbert pale Ojwang kufariki baada ya kukamatwa na polisi kwa madai ya kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao kumhusu naibu mkuu wa polisi nchini humo Eliud Lagata. Nchini Kenya, mjadala mkali unaendelea baada ya mwanablogi Elbert Ojwang kufariki baada ya kukamatwa na polisi kwa madai ya kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao kumhusu naibu mkuu wa polisi nchini humo Eliud Lagata. Je, unazungumziaje hatua hiyo? Ndio swali ambalo namna hiyo basi tunalipeperusha, ambapo Sebastian Kasongo anasema toka Kivu DRC Kivu Kusini, jiji kuu la Uvira, hatua hiyo ni ukatili sana, ni ya kinyama, kwa sababu mwanadamu sio mnyama. Inaomba haki itendeke kwa mwanablogi Elbert Ojwang na pia naibu mkuu wa polisi afunguliwe mashtaka. David Sechanga Palivi, mwanaharakati mwenzao toka Wagumo tunadumudu Mwenza, Tanga, Tanzania. Matukio kama hayo hata hapa nchini Tanzania kuwa yanaeleweka na kuna hatua ambazo zinachukuliwa kwa watuhumiwa ambao ni jeshi la polisi, na kimtazamo jeshi hilo linaonekana kama liko juu ya sheria, na matukio kama hayo huwa yanatokea hasa nchini na kuwa hakuna hatua ya watuhumiwa, inabaki kama ilivyo. Zablon Palivi Mayongezo Palivi, kijana mkongwe wa Beni DRC, kwanza natoa pole kwa familia ya huyu kimwanga. Visa kama hivi vimekuwa vikishuhudiwa katika nchi kadhaa za Afrika. Swala hili linabidi shirika la kutetea haki za binadamu kuingilia kati. Maoni yake huyo. Kasim Palivi Saidi anasema toka Lusaka, Zambia, juzi walikuwa na ituhumu Tanzania ili kuwanyanyasa wanaharakati kutoka nchini mwao Kenya na Uganda. Kwao kwa nini kisa hicho kimetokea na kufika kwa kiwango kupoteza uhai na mtu? Afrika ndivyo tulivyo, hakuna nchi ambayo iko sahihi kwenye mambo yote. Delphine Palivi Matabishi Palivi Erika sema toka Uvira Palivi Kalima Mbege Palivi DRC, kwenye duka la Ogopa Mungu nikiwa na bosu Almas Palivi. Hali kama hiyo ni ukweli hapa kwetu DRC. Kuchapisha vitu vya uongo kwenye mitandao hapa Kongo ni hatari sana, na ili kuhusu hali ya kuamua kumuua binadamu kwa ajili ya hilo haijawahi tokea kwenye. Niwape pole sana kwa familia iliyopata na changamoto kama serikali ya Kenya ichunguze vizuri kwa hilo jambo. Ndio maoni yake haya ambayo namna hiyo anatoa kutokea maeneo Palivi. Anasema kwamba toka komanda tarafa ya Irumu Palivi, nawapa kwanza pole kwa familia yake. Naomba pia kwa serikali ya Kenya kuchunguza kesi hiyo kwa makini kabisa. Anaitwa Ituri Palivi Safari akitoa maoni yake kwenye harakati hiyo kwamba chama Palivi Mbozi Palivi kutoka Makobola Palivi DRC kwa mada hii na kwamba anasema kwamba mtumwa anaweza kujiua kufuatana na kile alichokifanya au kuficha ushahidi kwa watu ambao walimueleza yeye achapishe. Inatokea sana katika nchi zetu kwa kuficha aibu. Huyo ni chama Mkombozi, ana maoni yake mbadala ya kusema kwamba mtumia anaweza kuamua tu kujifanyia mambo
uchunguzi uliofanywa na mwanapatholojia wa serikali unasema kwamba kuna vile haikuwa vile ripoti ya kwanza ilivyokuwa inajieleza. Frank Michel pale Mike anasema DRC ni kawaida tukio hilo linatokea mara kwa mara. Maoni yake hayo. Vile vile mtoto mpole wa DRC pale tarafani pale Moba Kirungu pale mtawa hewa bora pale Vikaseke. Kuhusu hatua hii inamaanisha kwamba udikteta nchini Kenya unaelekea kushuhudiwa. Ndio maoni yake ambayo anatoa Paul pale Vikalunga kutokea DRC pale tarafani Moba. Nchini mwao wanasema kwa DRC mambo kama hayo wameshuhudia kitambo sana. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Station yako inayokuwa kwa kasi sana duniani. Na kuomba mpenzi msikilizaji, simama na kituo hiki kufikia malengo yake. Uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 01245085217800 au till number ni 45614668 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Ukweli na burudani. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani.